Ilikuwa ni safari ya mbali sana, safari ya mioyo iliyojazwa njozi na matumaini, ikisukumwa na maneno matamu yaliyojaa ujasiri. Hii tunavuka, tunabeba, na kweli tulisonga mbele hadi tulipofikia sasa. Tumebaki na ligi kuu. Tulikubali mapema kwamba mlikuwa katika mchakato wa kujenga kikosi imara chenye ushindani wa kweli. Makombe hayakuwa ahadi yenu, bali matokeo ya juhudi, nidhamu na kujitoa kwenu. Wapenzi wa soka na wadau wa soka kote ulimwenguni ni mashahidi wa nyakati nzuri mlizozipitia kitaifa hadi kimataifa. Lakini sasa najiuliza, uko wapi ubaya ubwela? Au ndio hivyo ilivyo, kisichoridhiki hakiliki? Nikitazama kwa makini nyuso za mashabiki, naona kimya kizito. Sioni ile furaha ya zamani wala majigambo ya ushindi wa ubaya ubwela. Kinachobaki sasa ni maombi ya mioyo mitulivu, tukiomba waendelee kususa. Huenda gia itabadilika angani, tukaibeba ndoo ya ligi kuu, na ndoto ya machungu ya fungu la kukosa msimu huu ikaoshwa milele. Kila tulichokiona ni ushahidi wa kazi yenu, kikosi chenye vipaji, mastaa wenu hatari wenye uwezo wa kuamua mechi kwa sekunde chache. Msituyumbishe kwa maneno ya rotation, haitakuwa na maana yeyote mbele ya nyuso zetu za huzuni. Ilindeni undugu wenu, kwani tumeona wazi mlikuwa mnashinda vipi. Hatimaye yametimia kama ilivyostahili. Asilaumiwe mtu, Singida ni Simba kamili, tatizo ni rangi zao tu. Ukitazama kwa jicho la tatu, utaelewa ninachomaanisha. Walioandika barua sijui wataifuta wenyewe, maana naona wenye mpango wa kususa sasa hivi. Movie inaendelea na Sterling amepigwa risasi ya kichwa, lakini bado hatujui kama amepona au la. Pole kwa wanasimba ziendane sambamba na pongezi kwa Singida. Furaha yao ni halali, imesheheni ubora wa mwana wa kukaya kwenye ardhi ya nyumbani. Kilipo kitovu chake Pilato wa dakika 90, dimba la Tanzanite Kwala mkoani Manyara. Ni alajiga katika ubora wake wa kusimamia sheria 17 za soka. Ameudhihirishia umma tofauti kati yake na wengine, akithibitisha kwa nini anastahili kutajwa mwamuzi bora wa msimu. Hii haimaanishi kuwa yeye hakosei, lakini kila mmoja ni shahidi mwenyewe. Boli limetembea, filimbi imepulizwa, wanaume 12 wamemwaga jasho la damu. Dakika 90, roho kwa watu, hakuna mlalamishi. Msimu wa 2024-25 unafikia tamati, hakuna taji hata moja. Poleni wana Msimbazi, sote tunakiri kwa unyenyekevu, huu haukuwa msimu wetu, lakini timu tunayojenga bado